sababu ni vizuri pia tuweze kufuata na kudhibitisha ya kwamba ninafuata kwa sababu iko katika Biblia. Mafundisho ya wanadamu haikuwagi katika Biblia, ijapokuwa wako na Biblia, lakini mafundisho yao hayapo ndani ya Biblia. Ndio maana Yesu katika Yohana 14:15 akasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hivyo upendo wetu kwa Yesu sio kusema nampenda Yesu kwa mdomo, lakini ni kuzishika amri zake. Amri gani? Amri 10, ikiwemo gani? Sabato. Sheria ngapi? Ya 4. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Yesu anakuambia mpendo. Na pia tutakapoenda mbinguni, kwa sababu sabato imekuwa kabla hata Lucifer hajasi mbinguni, imekuwepo hata wakati wa Adamu na Hawa bustani ya Edeni, imekuwepo wakati wa manabii wote, tukianza na Musa, tukikuja Noa, tukikuja Ibrahimu, tukikuja Yeremia, Nehemia, Isaia, Malakai, wote wameitunza sabato. Tumekuja kwa Yesu mwenyewe ameitunza sabato. Tumeona mitume wanatunza sabato. Tumeona Wakristo wa leo, Waebrania 4:9 ilisema imesalia raha ya sabato. Kumbe hata wa leo imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Na pia hata kumbe tukienda mbinguni tutaitunza sabato kulingana na kitabu cha Isaia 66, sura ya 66 mstari wa 22 na 23. Kumbe tukienda mbinguni tena tutaitunza sabato. Inasema, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazozifanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Kumbe wakati mbingu mpya itakapoumbwa, nchi mpya itakapoumbwa, kuanzia mwezi moja mpaka mwezi mwingine na sabato moja mpaka sabato nyingine, wanadamu wote ambao watakuwa watakatifu wakiwa mbinguni wataenda mbele za Mungu na watakuwa na muabudu, na ni Bwana mwenyewe amesema. Kumbe sabato ni agano la milele, ilikuwepo, ipo na itakuwepo milele na milele. Hiyo ndio inaonyesha utofauti ya Mungu na miungu, Mungu na shetani. Mungu, sabato ni muhuri wake. Shetani akaleta sabato bandia ambalo Biblia inasema ni mark of the beast, ambayo itakuja kulazimishwa na the image of the beast, miunganiko ya makanisa, kwa sababu ni ya the beast, Rumi ya kipapa, na itakuja kulazimishwa na the second beast ambayo ni taifa la Marekani. Mateso mpendo yalifanyika zamani, tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 321, na zama za giza yote kuanzia mwaka wa 538 mpaka mwaka wa 1798 ama 1798, Wakristo waliuawa katika zama za giza. Kwa sababu gani? Walikataa kufuata sheria za mwanadamu, mafundisho ya mwanadamu na mapokeo ya mwanadamu. Siku ya Jumapili wengine walifungwa jela, wengine walipigwa kwa mapigo, wengine walipigwa kwa mawe, wengine walinyongwa, kama vile tunavyoona katika video hii, na pia kama vile kitabu cha Waebrania 11:36 inavyosema ya kwamba wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, na kwa mafungo, na kwa kutiwa gerezani, walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi ya kondoo na ngozi ya mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya, watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi, na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakupokea ahadi. Kwa hivyo tunaona Wakristo wa zamani vile waliteswa, wengine wakaliwa na simba, wengine waliweza kufunguliwa simba ambao walikuwa wamewekwa njaa, na simba wakawala, wakawararua. Wengine walipowararua waliweza hawakuikana imani yao. Hao wapendwa walisimama imara,
hata kifo ije, waliweza kusimama imara, wakaamua kifo kuliko mafundisho ya mwanadamu. Na ni kweli walikufa. Wengine walichomwa. Na hata wanapoambiwa waikane imani yao wakati bado hawajachomwa, wanasema ni heri tuweke muhuri imani yetu kwa damu ambayo itamwagika leo. Je, wewe mpendwa, wakati unabii huu utakuja kujirudia tena, wakati dunia tunaona iko katika hali ya hatari, dunia inalewa, inaomboleza, tena siku ya ibada ya Jumapili itakuja kulazimishwa tena kwa mara ya mwisho kabla Yesu hajarejea mara ya pili. Je, utasimama mahali watakatifu watakuwa wakiteswa, wakiuawa, ama utabaki katika alama ya mnyama kisha baadaye uangamizwe katika moto wa kiberiti wa mbinguni? Chagua uamuzi ulio bora. Hebu Mungu akubariki unapofanya uamuzi wa kurejea Sabato ya kweli, siku ya saba, siku ya Jumamosi, siku ambayo Mungu alipumzika, akaitenga, akaibariki. Kuanzia mwaka 538 upapa ulianza kulitesa kanisa la Mungu. Kwa miaka 1260 mamilioni walikufa kwa sababu ya kutetea ukweli. Hebu ungana na kwaya hii kusikiliza ujumbe. Upapa uliwatesa watu wa Mungu walioitetea kweli. Miaka 1260 kanisa la Mungu walichinjwa na kuteswa, na wengine walichomwa moto. Miaka 1260 kanisa la Mungu walichinjwa na kuteswa, na wengine walichomwa moto. Upapa uliua watu wake Mungu, wengi waliteswa sana. Miezi 42 kanisa likawanyika. Ni zamu yetu